na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu wapendwa, leo tunaanza rasmi kipindi kizito cha Kwaresima, kipindi ambapo kanisa linatualika kufanya toba, kutubu dhambi zetu na kuzama katika sala, matendo ya huruma, matendo ya upendo, matendo ya imani. Wayahudi walipofunga walikuwa na vitendo ambavyo vilibainisha kufunga kwao. Mathalan, walivaa magunia, walijipaka majivu kichwani na mwilini na mambo kama hayo. Hayo yote tunaaswa, kama tukiyafanya tuwe makini. Katika somo la kwanza, Nabii Yoeli ametuasa tusirarue mavazi yetu, tusijipake majivu, turarue mioyo yetu. Na tendo la kurarua mioyo ni tendo la kujikita kuacha dhambi, tendo la kujikita kuzingatia zaidi neema, tendo la kujikita kumwamini na kumtumikia Mungu kwa uadilifu na haki. Na somo hilo ndilo linalotufungulia safari yetu ya Kwaresima. Katika somo la Injili ambayo ni sehemu ya mafundisho ya Yesu mlimani, tumepewa mafundisho juu ya mwenendo sahihi wakati tunapofunga. Kwa kifupi, tunapofunga tunaambiwa tusipige parapanda, tusitafute kujinadi, tusitafute kustaajabiwa, kusifiwa au kupongezwa na watu. Tunaambiwa tukitekeleza matendo ya mtu anayefunga tuyafanye kutoka katika undani wa mioyo yetu, kusudi Mungu tu atambue mfungo wetu na Mungu atujalie baraka zake. Sisi tulioanza au tunaanza mfungo leo, katika mfungo wetu tutajikita sana katika yafuatayo. Kwanza, kuzama zaidi katika sala, tukijua kwamba sala ni mawasiliano, sala ni mazungumzano, sala ni mkabala kati ya mwanadamu na Mungu wake. Ila tunaposali tutambue kwamba sala yetu inamwelekea Mungu na sio igizo
kwa ajili ya wanadamu. Jambo la pili, kutoa sadaka. Tunatoa sadaka tukitambua kwamba katika kufunga kwetu kuna vitu tunajinyima. Sasa ujinyimi tu ili ujitese, unajinyima kama sadaka, na sadaka yako imfae mhitaji. Katika maisha yetu kila siku tunakutana na watu wenye shida, maskini wa aina mbalimbali. Wako maskini wa kiroho, wako maskini wa kiakili, wako maskini wa kisaikolojia, wako maskini wa vitu vinavyohitajika kwa maisha ya mwanadamu. Hao tuwasaidie, tuwatambue, tuwastahi. Inawezekana katika kipindi hiki cha Kwaresima ukafunga na ukataka kuwasaidia maskini, wazee, yatima. Naomba niwaase mwepuke kishawishi au desturi ya kualika vyombo vya habari vione jinsi mnavyowasaidia wazee, jinsi mnavyowasaidia yatima, jinsi mnavyowasaidia wajane, na kurusha ulimwengu utambue. Hilo ni kero kwa Mungu. Msaada wako kwa wajane, maskini, wazee, wagonjwa na wafungwa usipigwiwe parapanda, usinadiwe kwa watu. Tenda wema wako uende zako, na Mungu aonaye kile ulichofanya atakujaza baraka zake. Pia katika kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa kufanya toba. Tunapofanya toba pia tusijinadi. Tumwombe Mungu kwa unyofu na unyenyekevu atuhurumie dhambi zetu na kutujalia mwanzo mpya. Ndugu zangu, katika somo la pili Paulo mtume amesema hivi: ndugu zangu, na waasa mututambue kama mabalozi wa Mungu, tukiwaalika mumwongokee Mungu. Kila mmoja wetu anaalikwa kuwa balozi wa Mungu, mjumbe wa Mungu kwa mwanadamu mwenzako, hasa ukitambua kwamba mwanadamu huyu ana changamoto, pengine anasakamwa na hili au lile. Dawa sio kumsengenya, ni kumwombea, kumshauri na kumpa mwelekeo mpya, aanze upya kwa neema ya Mungu. Ndugu zangu, kipindi cha Kwaresima kiwe ni kipindi cha neema, kipindi cha baraka, kipindi cha kumrudia Mungu. Kiwe pia kipindi cha upatanisho kati yetu sisi wenyewe.
Na hilo likifanyika, tutafikia adhimisho la Pasaka tukiwa watu tuliopatanishwa kati yetu wenyewe na tuliopatanishwa na Mungu. Amani ya Kristo iwe nanyi. Na iwe rohoni